Mama wa Humphrey Polepole afika mahakamani. Anna Mary ambaye ni mama mzazi wa mwanasiasa Humphrey Polepole amefika katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam asubuhi, ambapo inatarajiwa kuanza kusikilizwa kwa maombi ya kesi juu ya kutekwa kwake. Maombi ambayo yalipelekwa na wakili Kipita Kibatala kuiomba mahakama kuu chini ya hati ya dharura itoe amri ya kwamba Humphrey Polepole afikishwe mahakamani ama mamlaka husika ziseme yupo wapi. Kwa mujibu wa hati iliyosajiliwa baada ya kupokelewa kwa maombi hayo na kupewa nambari 24514 ya mwaka 2025, maombi hayo yamepangwa kusikilizwa mbele ya Jaji Salima Magimbi, ambapo katika maombi hayo Peter Kibatala ameiomba mahakama iingilie kati mara moja, ikidai kuwa Humphrey Polepole alitekwa mara alfajiri ya Jumatatu ya tarehe 6 Oktoba mwaka 2025 kutoka katika makazi yake yaliyoko eneo la Ununio, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, na watu waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi Tanzania. Katika hati hiyo ya dharura, wakili Peter Kibatala ameeleza mahakamani kuwa Polepole hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la jinai katika mahakama yoyote, na kwamba kwa sasa inaaminika anashikiliwa katika eneo lisilojulikana na maafisa wa jeshi la polisi. Maombi hayo yamewasilishwa dhidi ya majibu ya maombi matano, akiwemo mkuu wa jeshi la polisi IGP, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP, mwanasheria mkuu wa serikali AG, afisa upelelezi wa makosa jinai kanda maalum ya Dar es Salaam RCO, na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam RPC. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Anna Mary ambaye ni mama mzazi wa mwanasiasa Humphrey Polepole amefika katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam asubuhi, ambapo inatarajiwa kuanza kutekelezwa kwa maombi ya kesi juu ya kutekwa kwake mwanae Humphrey Polepole, maombi ambayo yalipelekwa na wakili Peter Kibatala kuiomba mahakama kuu chini ya hati ya dharura itoe amri ya kwamba Polepole afikishwe mahakamani ama mamlaka husika ziseme Polepole yupo wapi. Esther Bulaya atoa kauli mbele ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgombea ubunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya amesema mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM amefanya kuwaletea maendeleo wana Bunda, na kwamba chama pekee chenye kufanya kuleta maendeleo ni Chama cha Mapinduzi CCM. Akizungumza mbele ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan katika kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM kwenye viwanja vya CCM mjini Bunda, amesema wana Bunda wana kila sababu ya kwenda kupiga kura kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 29 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka huko Bunda. Hatimaye mgombea ubunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya amesema mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ameamua kuwaletea maendeleo wana Bunda, na kwamba chama pekee chenye kuleta maendeleo ni Chama cha Mapinduzi CCM. Steven Wasira atoa kauli mtandaoni kumejaa upotoshaji. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amesema kuwa taarifa mijadala iliyoenea mitandaoni kuhusu kutofanyika kwa uchaguzi mkuu ni ndoto za mchana, akibainisha kuwa uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa Oktoba 29 mwaka 2025 kwa amani, utulivu kote nchini. Akizungumza katika kampeni za mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo la Musoma mjini, Wasira amesema mitandao ya kijamii imejaa upotoshaji unaofanana na filamu za Kihindi, ambapo mhusika hufa na kufufuka na kuendelea na mchezo, lakini ukweli wa mambo ni tofauti. Steven Wasira ameendelea kusema kuwa Tanzania haiwezi kusimama kwa sababu kuna vyama vimeamua kutogombea. Kuna vyama 19 vilivyoandikishwa, kati ya 17 vina wagombea urais. Sisi Chama cha Mapinduzi CCM tunachuana na waliopo kwenye ulingo, waliokataa kanuni za mchezo, wakatoka hatuwezi kuwasaidia lolote. Wasira pia ameipongeza Chama cha Mapinduzi CCM kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, akisema hoja na ushahidi wa maendeleo vimewasilishwa na wagombea wa majimbo na viti maalum kwa wazazi, si kwa Musoma pekee,
bali ni nchi nzima. Ni taarifa kutoka Musoma. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amesema kuwa taarifa za mijadala inayoenea mitandaoni kuhusu kutofanyika kwa uchaguzi mkuu ni ndoto za mchana, akibainisha kuwa uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa Oktoba 29 mwaka 2025 kwa amani na utulivu kote nchini. Hatimaye Daktari Samia atoa kauli. Mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Bunda kutafakari kabla ya kufanya maamuzi ya kisiasa, huku akisisitiza kwamba uongozi wa nchi unahitaji uzoefu na uwezo wa kusimamia maslahi ya wananchi. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya Bunda mkoani Mara, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema uendeshaji wa nchi hakuna majaribio, hivyo muhimu wananchi kuendelea kuamini Chama cha Mapinduzi CCM chenye uzoefu wa kuongoza serikali. Daktari Samia ameendelea kusema kuwa, nataka niwaambie jambo moja kwamba katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio. Unampa mtu nchi yule unayemwamini, ataiendesha vyema na maslahi ya wananchi yatapatikana. Ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya wananchi kupatikana ni Chama cha Mapinduzi CCM peke yake. Wengine bado mkiwapa wengine serikali au jimbo wanakwenda kuwafuja, kuwapotezea muda, kwa sababu wakiingia kwanza ni kujifunza. Lakini ukimpa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi, anakwenda kuongea na nani? Amesema Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kusema kuwa bado anaendelea na kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM katika mikoa ya Kandazi, ambapo ni zamu ya wananchi wa mkoa wa Mara kusikiliza sera na ahadi za mgombea huyo. Ni taarifa kutoka huko Mara. Hatimaye mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Bunda kutafakari kabla ya kufanya maamuzi ya kisiasa, huku akisisitiza kwamba uongozi wa nchi unahitaji uzoefu na uwezo wa kusimamia maslahi ya wananchi. Hatimaye shauri la Peter Kibatala kusikilizwa Oktoba 15. Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba 15 mwaka 2025 kuanza kusikiliza shauri lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuiomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kumfikisha mahakamani Humphrey Polepole. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari mahakamani hapo, wakili Peter Kibatala amesema inaonekana ni busara pande zote mbili zipate nafasi ya kushiriki vyema katika kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha nyaraka zote muhimu. Maombi tuliyowasilisha yatasikilizwa mbele ya Jaji Salima Magimbi Oktoba 15, na hapa katikati sisi tumeomba kuwasilisha kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la aina hii taarifa inazidi kupata muda unavyozidi kwenda. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba 15 mwaka 2025 kuanza kusikiliza shauri lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kumfikisha mahakamani hapo Humphrey Polepole. Imepo Christian Makonda toa kauli bungeni, nitapiga spana. Mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Christian Makonda amesema endapo atashinda na kuwa mbunge hatokaa kimya na kupongeza kila jambo, bali atazungumza kwa hoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa niaba ya taifa zima. Christian Makonda amesema hayo wakati akiongea na wananchi wa mitaa ya Nyamikoma, Lamadi mkoani Simiyu, akiwa njiani kuelekea Msoma katika muendelezo wa kumwombea kula mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye anafanya mkutano wa kampeni huko Musoma. Christian Makonda amesema, ukiwa na amani na utulivu, mimi nikienda bunge, kazi nitakayoifanya nitaleta matunda mpaka huku. Ukiwa na vurugu, wanasema unaona mpaka kwao, kama vurugu inapoteza heshima, naomba tulinde amani na utulivu. Ni taarifa kutoka huko Musoma. Hatimaye mgombea ubunge wa Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Christian Makonda amesema endapo atashinda na kuwa mbunge hatokaa kimya na kupongeza kila jambo, bali atazungumza kwa hoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa niaba ya taifa zima.
Na hatimaye Dr. Ali Bashiru atoa kauli tishio la amani lisipozwe. Katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Ali Bashiru amesema licha ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Ali Samia Suluhu Hassan kushinda changamoto nyingi katika uongozi wake, bado suala la tishio la amani halipaswi kupuuzwa. Dr. Ali Bashiru amezungumza hayo jijini Mwanza katika mkutano wa kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo amesisitiza kuwa ni muhimu wa Tanzania hasa vijana wa waangalifu na kulinda misingi ya amani na usalama wa taifa letu. Ni taarifa kutoka huko jijini Mwanza. Hatimaye katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Ali Bashiru amesema licha mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Ali Samia Suluhu Hassan kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kushinda changamoto nyingi katika uongozi wake, lakini bado suala la tishio la amani halipaswi kupuuzwa.